Ikiwa unasumbuliwa na jini mahaba, fanya sala hii. Ijulikane ya kwamba jini mahaba linaweza kuletea uharibifu mkubwa kwenye maisha yako. Na ikumbuke ya kwamba ili uweze kulishinda, ni lazima uwe karibu na Mungu, umtegemee Mungu, umwalike Mungu awe sehemu ya maisha yako. Ukifanya sala hii ndani ya siku 21, na kuhakikishia hilo pepo litaondoka kabisa. Kumbuka ya kwamba pepo linapomtoka mtu huwa aliondoki na kurudi lilikotoka. Na ukumbuke ya kwamba jini pepo huwezi ukaliua. Ni kiumbe cha kiroho ambacho kinangojea hukumu kwa matendo ambayo kilikuwa kinayafanya. Huwezi ukasema ninaua pepo kufa life. Ni kiumbe cha kiroho. Kiumbe cha kiroho huwezi kukiua. Hakuna anayeweza kuiangamiza roho. Lakini maombi ambayo tunaomba tunaweza kulifukuza kabisa. Ikumbuka kwamba jini mahaba lina vivutio vyake, lina vitu ambavyo linavutiwa navyo, ambavyo vikiwepo kwako ni chakula, ni kivutio kwake, na linakaa ndani yako. Na nikukumbusha kwamba jini mahaba likiwa ndani ya mtu linafanya uharibifu mkubwa, linaharibu uchumi, linaharibu kibali. Likisha kutana tu na wewe, ikiwa umeota ndoto au umehisi katika mwili wako umekutana na mwanaume ambapo si kwa namna ya mwili, ni kwa namna ya kiroho, au umekutana na mwanamke wa kipepo katika namna ya kiroho, au umekutana na jinsia yako moja na wewe katika namna ya kiroho, ujue kwamba baada ya ndoto hiyo mambo ambayo yalitakiwa yaende yatavurugika. Kama ulikuwa na biashara, itavurugika. Ulikuwa unatafuta kazi, hutapata. Kuna mtu ambaye alikuahidi jambo, halitafanyikiwa. Kuna mahali ambapo ulitegemea patenda sawa, hapatafanyikiwa. Na pepo hilo huwa linaleta magomvi. Kama uko kwenye ndoa, kama uko kwenye mahusiano, mambo yatavurugika, vitu vitaanza kwenda shagala bagala. Na utakuta wakati mwingine linaondoa kibali na linaleta hasira. Unakuwa una hasira, unatamani upige, unatamani ujiue, unatamani ujitupe, unatamani mtu mmoja aondoke, unatamani ujitenge tu ukae mwenyewe, kwa sababu lile pepo linakuongoza, linakuendesha, linavuruga vitu vingi. Linaweza likakuondolea watu wa muhimu, watu wa maana, ukawakuta unawachukia, alafu unawataka watu wasiokuwa na maana, watu ambao wanaweza kukuvusha kwenda mahali fulani. Lile pepo linakutenganisha nalo. Unajikuta wewe watu ambao wamekuzunguka sio watu wa kukufikisha mahali fulani. Lakini ukiangalia kwenye maisha yako, watu wangapi ambao wamepita wa maana, unakuta ni wengi. Utakuta mtu umekuwa naye karibu hata kwenye ushirika wa kibiashara au ushirikiano wa jambo fulani, ghafla magomvi yanatokea, yule mtu na wewe mawasiliano yanapotea. Kwanza hapo jini mahaba linaharibu vitu, linavuruga vitu. Watu ambao mnakaa kwenye ndoa, linaleta magomvi kwenye ndoa. Uko mtu ambaye uko kwenye ndoa, jini mahaba linaondoa ukaribu wa wewe na mwenza wako. Akiwa mbali unasikia awe karibu, akiwa karibu na wewe umtaki kabisa. Unasikia magomvi tu yanatokea, sababu ndogo, vita tu, magomvi, uharibifu. Riziki imekamatwa, uchumi umekamatwa. Kama ni kijana wa kiume, linakamata uchumi, linakamata fahamu. Akili yako inakuwa kwenye ngono tu, unawaza ngono, unawaza masturbation, unawaza kujikizi mwenyewe, unawaza kumfuatilia mwanamke. Unaweza kumtafuta mwanamke ili tu ukutane naye tu au ufanye jambo lolote ndio akili yako ikae sawa. Ni mwanamke, unanisikia? Linavuruga kabisa mahusiano. Watu wanapokuja kwako wanaweza kaja kweli, na mwingine linazuia mtu asije kwako. Hakuna anayekuja, hakuna anayekusalimia. Miaka inazidi kwenda, unawaza mbona umri unaenda, mbona mambo hayaendi. Wanaokuja kwako hawadumu. Unakuta wakikuacha wewe wanaenda kuoa, wanaenda kufanyikiwa, na mambo yako unakuta hayaendi. Na wengine ili pepo linaenda mbali zaidi, huwa linavunja mambo ya maana kwenye maisha yako. Hata kama ulikuwa na kazi inaweza kuharibika. Ulikuwa na jambo fulani la maana, linaweza likaharibika. Ulikuwa na watu ambao walikuwa na kuzunguka wa maana, wanaondoka. Vitu vya maana havikai. Unakuta riziki mkononi haikai. Unakuta mambo hayaendi. Yani wewe ni mavita tu, ni mapambano tu. Wakati mwingine unakuta limekuachia, mambo yako yanaanza kuinuka, baadaye yanaanza moja tena. Ili pepo la kulikataa kabisa, la kulipinga. Yani inatakiwa ulikatae, inatakiwa ufanye hii sala mara kwa mara, uombe, ulichukie, usilifurahie. Yani usifurahie. Wengine mnaota wazungu wanakuja, wengine ni watu wa jinsia moja na nyie, wengine mnaota ndugu kabisa, wengine mnaota sura inakuja ya mtu fulani ambaye unamfahamu, mwingine usiyemfahamu, wengine mnaota mko baharini, wengine linakuja hata bila ndoto, linakuvamia, unakuta tayari liko na wewe, na likishakutana na wewe tu mambo yako yote yanavurugika. Kwa hiyo pepo hili linakulichukia, mtu wa Mungu, ni la kulikataa kabisa. Ukifanya maombi haya, naenda kukuongoza saa hii siku 21, hakika halitaweza kukaa. Kumbuka kwamba pepo linapomtoka mtu linakaa mahali, linaangalia mtu anaendeleaje, una vipindi gani, unaendeleaje. Likikuta kwamba maisha yako hayana ulinzi, hayana nguvu, na yana kivutio tu cha kulivuta lenyewe, linakuja tena, linakuja na wengine mmekuwa na majini mahaba zaidi ya moja.
linakuendesha, linakutawala. Ndoto zako za hovyo, unawaza unanyonyesha, unawaza una mtoto mkubwa, limekamata tumbo, wengine limekamata uzazi, kizazi kimekamatwa, magonjwa, mauvimbe, UTI sugu, magonjwa sijui ya mambo mbalimbali yamekukamata. Unawaza nitatokaje hapa? Unamaliza hiki kinakuja hiki, unamaliza hiki kinakuja hiki. Hauna furaha maisha yako. Unatamani ufikie mahali fulani, ili pepo limekuwa limekukamata. Unasema Mungu nisaidie, nimechoka kutumikishwa. Nataka sasa nianze kuishi maisha yangu. Nataka niishi furaha yangu ulioniandalia. Nataka niishi maisha yangu halisi ya jina langu, ya mimi. Yani mimi najitaka mwenyewe. Sitaki kutumikishwa, sitaki kuendeshwa na hili pepo. Pepo hili la kulichukia kabisa. La kulichukia kabisa, la kulikataa. Linavuruga sana mtu wa Mungu. Linaharibu mno. Yani linaweza likaonekana kama linakupenda, linakuletea vizawadi na vitu fulani, linakuharibia. Hakuna mahusiano kati ya mwanadamu mwenye ulimwengu wa mwilini na majini yenye ulimwengu wa kiroho. Hakuna mahusiano mema hapo. Nawe una nguvu ya kiroho ya control. Ni kulichukia tu. Linaweza likakupa raha tu, lakini linakuharibia maisha yako. Lichukie. Fanya sala hii sasa, twende mbele za Mungu. Inua mkono wako au mikono yako. Sema, Mungu Baba, nimekuja mbele zako. Ninachukia hii hali. Ninaomba unihurumie. Ninaomba unisaidie. Niongezee nguvu. Ninatubu nilipokosea na kufungua mlango na ili pepo likanivamia. Mungu nisamee kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Yesu, ninaomba unihurumie. Ninaomba unitakase. Nioshe kwa damu yako. Ninaomba unisamehe, unitakase. Nimechoka kutumikishwa. Ninaamini leo naenda kufunguliwa. Bwana Yesu, ninaomba uponyaji. Ninaomba ufungulivu katika jina la Yesu. Wakati huu sasa unaweza ukaendelea kugusa mkono kwenye tumbo. Kuna mtu katikati ya maombi haya atakapoendelea kuomba, utasikia tumbo limechafuka au utasikia kitu kinatembea tumboni. Mwingine utasikia kwenye kichwa, kwenye utosi au mbele ya kichwa utasikia kuna vitu vinaachia. Na mwingine utasikia, kwa sababu ili pepo linaweza kufanya uharibifu sehemu mbalimbali, utasikia kiuno, kwenye nyonga kimebana kweli kweli. Mwingine utasikia maumivu makali ya kichwa. Mwingine utasikia kutapika. Mwingine utasikia mwili unatetemeka. Mwingine utasikia kidole kinapinda, vidole vinapinda. Usiogope. Endelea kuomba. Na ikitokea baada ya maombi kichwa kinakuuma au umepoteza fahamu, ukinyenyuka, mwambie Mungu, ninakushukuru, ninatamka uponyaji, ninatamka uzima. Mimi ni mzima, mimi ni mzima, mimi ni mzima. Rudia maombi haya, rudia, utajikuta umekaa sawa kabisa. Na usiogope, usiogope, hii ni vita. Ukifanya mfululizo kwa siku 21, hili pepo haliwezi kuendelea kutumikisha tena. Kama Bwana ishivyo, nimeinua mkono huu na achilia nguvu ya Mungu kutoka hapa nilipo. Imetosha kutumikishwa. Mwingine unataka kuingia kwenye ndoa, linazuia we kuingia kwenye ndoa usionekane. Mwingine uko kwenye ndoa, magomvi, uchumi umekamatwa, upati kazi, biashara hela ikipatikana haikai, haifanyiki kitu chochote za maana. Naamuru ewe pepo, ewe jini mahaba, ewe jini mahaba, ewe jini zinaa, ewe jini zinaa ambaye unashirikiana na jini makata, unashirikiana na jini makata, na kuamuru kwa jina la Yesu, muachie mtu huyu, toka ndani yake kuanzia sasa. Natuma sauti hii kwa mamlaka ya jina la Yesu, kama Mungu alivyonipaka mafuta ili niwe mtumishi wake. Sauti hii naibadilisha isiwe sauti ya kawaida, na iconnect na madhabahu ya moto, na iconnect na madhabahu ya Mungu. Natuma malaika waliopo hapo unaponisikia, ambao wamezunguka eneo hilo, waamuru na nawaamuru hiyo nguvu ya giza iondoke kuanzia sasa. Ewe roho ya jini mahaba, ondoka. Unanisikia, wewe ni roho kamili. Sauti inapenya mpaka ndani ya mtu huyu, na ingia huko ambako umekaa. Ewe pepo uliyekaa kwenye kitovu, uliokaa chini ya kitovu, uliokaa chini ya tumbo, uliokaa kwenye miguu, uliokaa kwenye macho, na kuamuru kwa jina la Yesu, ondoka. Toka kwa jina la Yesu. Naamuru achia kwa jina la Yesu. Wengine majini mahaba yamekaa kwenye macho, yamekaa kwenye macho yako. Mtu ukiangaliana naye tu anahama ufahamu. Naamuru ewe pepo, ondoka. Mwachie mtu huyu. Anasifiwa na macho ya namna fulani, kumbe ni pepo limekaa ndani yake. Na aliondoa hilo pepo kwenye macho. Toka roho ya zinaa. Toka pepo mahaba. Toka jini mahaba. Ewe mwanaume wa usiku, mwanamke wa usiku, unajibadilisha kuwa ndugu, unajibadilisha kuwa jinsia fulani, unajibadilisha kuwa mtu fulani, ondoka na nguvu zako.
ondoka na uharibifu wako, mwachie mtu huyu. Ninakukataa kwa jina la Yesu. Anza kukataa na wewe, sema nakukataa jini mahaba, niachie kwa jina la Yesu. Navunja hii ndoa, navunja hayo makubaliano, mahali popote unaponitumia naamuru moto kwa jina la Yesu. Nakukataa, kataa hilo pepo, likatae kwa jina la Yesu. Liondoe ndani yako. Ondoa kila ambacho umevikwa, kama umekuvika pete, kama ameweka chochote kile, iwe ishara ya muunganiko na wewe. Kataa, vua hizo madhabahu, vua huo muunganiko katika jina la Yesu. Endelea kukataa kwa imani, kataa hizo madhabahu, kataa hilo jini, likatae kwa jina la Yesu. Pangua mipango yao, pangua mapango yao katika jina la Yesu. Tunaharibu kila mahali ambapo wewe jini umeweka makao. Toka ndani ya mwili huu, toka ndani ya nafsi hii, na kukemea kuanzia sasa. Natuma moto hapo ulipo. Kataa. Kemea hiyo nguvu ya giza. Ewe spiritual husband, ondoka kwa jina la Yesu. Ewe mwanaume wa giza, ewe mwanamke wa giza, katika ulimwengu wa roho, toka. Achia mtu huyu aolewe, achia mtu huyu afanikiwe, achia mtu huyu afunguliwe uchumi, achia ndoa yake, achia kibali chake, achia maisha yake. Uliyefunga uzao, toka, achia uzazi katika jina la Yesu. Umekamata vya kutosha, umemzurumu vya kutosha, umemharibia vya kutosha, umewapoteza watu wa muhimu kwa maisha yake. Leo nawarejesha watu wako, narejesha kibali chako, na kuombea ulinzi wa nguvu za Mungu, Mwili wako uwe moto, watakapokuja wakute moto. Ewe jini, ukija ndani ya mwili huu, naamuru kute moto. Ukija kwa ndoto, moto. Ukija kwa maneno, moto. Ukija kwa hewa, moto. Ukija kwa chochote kile, moto. Ukute moto, uungue kwa jina la Yesu. Toka we pepo, toka we jini, kutoka kwenye bahari, hao wanaokutuma ili uweze kukamata nafsi za watu. Naamuru ushindwe kila ambaye amefanya muunganiko ili mtu huyu afungwe, huko apigwe. Natuma mapigo kwa jina la Yesu, mapigo kwa jina la Yesu. Natuma moto. Haribu njia ya jini, kila njia ya jini inayotumika ili kukuingia, iwe kwa njia ya macho, iwe kwa njia ya hewa, kwa njia ya masikio, kwa njia ya tumbo, kwa njia ya magonjwa. Anza kuondoa kila njia. Haribu njia zote. Waanze kufarakana wenyewe kwa wenyewe, waanze kugombana wao wenyewe kwa wenyewe. Wasione njia kukuingia tena, wasione njia kukuingilia tena. Imetosha. Pokea uhuru, pokea kibali, njia zako zifunguliwe, mipenyo ya kiuchumi ifunguliwe kwa jina la Yesu. Na kuombea Mungu akusaidie nyota yako walioificha, kibali chako ulichokuwa unakitumia. Imetosha. Pokea ufungulivu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kuomba, endelea kuita damu Yesu. Ita damu Yesu ndani yako, sema damu Yesu, naita damu Yesu, naita ulinzi wa damu Yesu. Kataa, mwambie Mungu, naomba nifungue. Naita damu yako iwe juu yangu, iwe juu ya nyumba yangu, juu ya kitanda, juu ya mazingira yote. Ita damu Yesu, nyunyiza damu Yesu ndani yako. Mwambie Bwana Yesu, naomba damu yako, naomba damu yako ingie ndani yangu, naomba damu yako ingie ndani yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea ufungulivu kwa jina kuu la Yesu Kristo. Chukua maji sasa kwenye chombo, nataka niaombee. Chukua maji, na kama kuna hali yote ambayo ilikuwa inaendelea, kichwa kinauma, ulikuwa unapiga miayo, unasikia kuchoka, unasikia mapepo yamelipuka, usiogope. Chukua maji, nataka niombe. Na kama bado hauko sawa, utachukua maji baadaye, utaendelea na maombi. Bwana Mungu, nayabariki maji haya, nayaombea yakiingia ndani ya mwili wa mtu huyu. Maji ya usiku yaende kuharibu kila nguvu za giza. Maji haya yaende kuteketeza kila nguvu za giza. Ewe jini, ukija, nimeyabariki maji haya. Haya maji yao ishara ya mtu huyu kufunguliwa. Ndani ya siku 21 nimekuamuru usirudi tena. Nimekufukuza na nafukuza makao yako yasiwe tena ndani ya mtu huyu. Natabiri juu ya mtu huyu, kama alikuwa hajaolewa apate mtu sahihi wa kumuoa, na kama alikuwa kwenye ndoa ina magomvi au magomvi ninayaondoa. Naachilia amani ya kimungu irejee kwenye ndoa. Na kama ulikuwa unatafuta biashara, kazi, mipenyo ya biashara ilikuwa imevurugika, mambo yanavurugika, nafungua mipenyo ya uchumi. Roho ya hasira, roho ya hasara nimeifukuza. Natabiri juu yako unanisikia, Mungu akufungue. Pokea mpenyo, pokea riziki, pokea neema. Watu wa muhimu wakae ndani yako na warejee. Watu wa maana warejee kwenye imaya yako katika jina la Yesu Kristo. Nimekufungua, pokea ufungulivu. Hiyo pepo ishindwe popote ilipokaa, na amuru isikae tena katika jina la Yesu. Bwana Mungu, ninabariki maji haya na atakasa. Yasiyo maji ya kawaida, akawe maji yaliyoombewa, maji yenye nguvu za Mungu, maji yenye upako, maji yaliyotakaswa, maji yaliyoombewa, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo, nao wanayo amri juu ya maji kuyageuza kwa damu. Nami nayageuza maji haya yawe damu ya Yesu Kristo. Yakiingia ndani ya mtu huyu,
yakaleta uponyaji. Pokea neema hii kwa jina la Yesu. Basi utakunywa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, au utakunywa kidogo kidogo, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara 7. 3-7. Unaweza kutumia namba hizo ikakusaidia. Bwana Mungu, kama mtu huyu maji yameingia ndani ya mwili wake, ninaamuru vitu vibaya ambavyo jini lilikuwa limeweka makao vikatapishwe, vikaondoshwe, vikayeyushwe katika jina la Yesu. Wengine kwenye matumbo mlikuwa kama wajawazito, wengine kwenye matumbo kwa kuna vitu vinatembea tembea, kuna vitu vilikuwa vinakubana, vinakukaba, naamuru vikuachie. Ewe maumivu ya kichwa, hayo maji atakaponawa kwenye kichwa, hayo maumivu yote yaondoke. Naamuru ewe ambaye umekamatwa na roho ya kupiga miayo, unasikia mwili wako unatetemeka, umechoka, naamuru pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu inashuka hapo ulipo. Hapo unaponisikia, ulipofumba macho yako, upo mkono wa Bwana unakufungua. Funga tu macho yako vizuri. Ipo nguvu ya Mungu inakufungua. Ipo nguvu ya Mungu inakufungua. Deliverance ya kimungu inapita. Pokea ufungulivu. Pokea ufungulivu. Jini mahaba naamuru ushindwe. Na kuamuru ushindwe, usiendelee tena kumtesa mtu huyu. Imetosha. Pokea ufungulivu, pokea neema, pokea wepesi, pokea kibali, ulinzi pote ambapo utaenda, chochote unachokifanya na achilia ulinzi. Pokea ulinzi. Ewe jini umeshindwa, ndoto zako nimezifuta, mipango yako tumeifuta. Kataa na wewe, mkatae, muondoe. Anakusikia huyo, kataa, mkatae kabisa. Anakuelewa, mkatae, mwambie umeshindwa, sikutaki tena, hautanipata tena, najitakasa kwa damu Yesu, na aweka ulinzi kwa damu Yesu. Mungu akutunze na akuweke huru katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Unasikia umefunguliwa, unasikia moyo wako na mwili wako umekuwa mwepesi. Ndio, kuna kifungo kilichokuwa kinakutesa na Yesu wa huruma amekufungua, maana tunao mamlaka na amri juu ya nguvu za giza kupitia jina la Yesu. Unatamani wasiliana nami moja kwa moja, pengine hauna namba yangu ya WhatsApp, karibu kwa namba ya WhatsApp. Tafadhali usinipigie simu, nitafute kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Niambie Mungu ametenda nini, au unahitaji tuende kuomba maombi kila siku, basi karibu kwa namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Wewe ambao unatamani kujiunganisha na maombi haya au ibada hii au ufungulivu huu kwa sadaka yako, unasikia kuna ishara imeendelea kwako, unasema Mungu, ninaomba sadaka yangu hii ikasindikize maombi, basi karibu kwa sadaka yako hiari kwa namba iliyoandikwa sadaka. Unatamani uendelee kwa sanami zaidi kwa mitandao ya kijamii, karibu YouTube kwa kuandika maombi ni dawa. Kama uko YouTube wakati huu, bonyeza alama kusubscribe, na kama uko TikTok, basi bonyeza alama ya kunifollow au hiyo alama ya kujumlisha ili uendelee